Ingawa ujumbe huu ninasimamia kwa ajili ya taifa la Tanzania, lakini bado unaweza ukakufaa kwenye maisha yako binafsi, kwenye hitaji lako binafsi na Mungu ukiutumia. Ninaomba niombe ili kumheshimisha Mungu na kumtanguliza Mungu. Bwana Yesu, wewe uliyesema tukuite nawe utatuitikia, ninakuita kwenye ujumbe huu uwepo ndani yake. Ninakuita Bwana kwenye ujumbe huu Bwana udhihirike, Mungu li hai. Ninakuita kwa ajili ya taifa la Tanzania, ninakuita kwa ajili ya Watanzania, ninakuita kwa ajili yangu pia uliyenipa wito huu Bwana wa kusimama kwa ajili ya taifa la Tanzania. Nipe neema yako Mungu wetu li hai, pamoja na watumishi wote uliowainua wasimame kwa ajili ya taifa la Tanzania. Ninaomba unijalie ujumbe huu utokao kwako, kwa jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Kabla ya ushuhuda ambao niliahidi kwamba nitakuja kusema, ninaomba nianze na ujumbe huu kwanza, ya kwamba wakati naomba Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania, nikaletewa andiko hili, na ndani ya andiko hilo nikapewa ujumbe wa aina mbili. Ndani yangu nikasikia kwamba mambo mawili muhimu sana kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza, ilikuwa kwa kweli sauti ilikuja kwa Kiingereza, naomba nitasema hivyo na nitatafasiri. Jambo la kwanza, what do you do with your Jesus? Jambo la pili, what do you do to Jesus? Kwamba moja, unafanya nini kwa ajili ya Yesu wako. Jambo la pili, unafanya nini kwa Yesu. Nitarudia kama nimechanganya. Jambo la kwanza, unafanya nini kwa Yesu wako. Unafanya nini kwa Yesu. Jambo la pili, unafanya nini na Yesu wako. Andiko hili ni Luka sura ya 7, tasoma kuanzia 40 na kitu kuanzia 36. Ni kwamba Yesu alipokuwa kwa Simoni alimuuliza, mstari wa 44 nitasoma, akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simoni, wamwona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amendondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu malihamu. Kwa ajili ya hayo na kuambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana, lakini asamehewaye kidogo, huyo upenda kidogo. Andiko hili linatukumbusha kitu kikubwa sana. Yesu alikuwa kwa ajili ya Simoni, maana ndiye aliyekuwa amemkaribisha. Kwa hiyo Yesu alikuwa mgeni halali wa Simoni, lakini hakumfanyia kama ilivyompasa huyu Yesu wake. Lakini akaja mtu ambaye tuseme kwa lugha nyingine ni kama mpitaji tu, ni kama mgeni tu, naye ameingia, huyu mwanamke. Lakini huyu mwanamke akafanya mambo yaliyomgusa Yesu kuliko yule mwenyeji aliyemwalika Yesu. Yaani mgeni wa malango akamgusa Yesu kuliko mwenyeji aliyemkaribisha Yesu. Hii inatupa tafasiri gani? Kwamba kwenye maisha yetu, cha kwanza, kuna yule Yesu ambaye, kuna kiwango ambacho Yesu ameruhusu ndani yako. Kuna kiwango ambacho cha imani juu ya Mungu, juu ya Yesu. Unakitumiaje hicho? Unamtumiaje Yesu uliye naye? Kuna wengine walipokutana na Yesu walimuona ni mponyaji na akawaponya. Kuna wengine waliishia kumkaribisha nyumbani mwao ale chakula. Kuna wengine walishika pindo lake na wakapona. Walipokutana na Yesu, walimtumia. Unamtumiaje Yesu juu ya mahitaji yako? Unamtumiaje Yesu juu ya changamoto zako? Unamtumiaje Yesu juu ya kuponya huo ugonjwa? Unaishije na huyo Yesu?
unaishije na huyo Yesu? Unaishije na hilo neno ambalo liko ndani yako? Unaishije na hiyo imani ulio nayo? Mfano, jana nilikuwa kwenye uhitaji wa pesa kwa ajili ya familia yangu, lakini ndani yangu nikasikia muombe Mungu kabla hujamuomba mtu. Maana nilikuwa nimeshirikisha kama watu wawili wakawa wana pesa, na mimi nikifikisha watu wawili huwa ninatulia ili Mungu anipe jibu nini cha kufanya, au ninamngoja kwa wakati wake. Kilichotokea, kuna mtu akatuma hela direct kwa mke wangu kwa usiku wake. Yaani hiyo siku ambayo nimemwachia Mungu, nilimwomba Mungu, wewe unaweza kujibu mahitaji yangu bila kumshirikisha mtu. Usiku wake nikiwa nyumbani sasa, mke wangu akasema kuna mtu amenitumia hela 70,000 na alikuwa na uhitaji wa 100,000. Tunajifunza nini? Kuna yule Yesu uliye naye, unaweza kumwambia shida zako, haja zako, na akafanya. Unamtumiaje huyo Yesu uliye naye? Kumuona kwa watoto wako kwa shida yako. Lakini jambo la pili, unamfanyia nini Yesu? Kuna kumtumia Yesu kwa ajili ya mahitaji yako, lakini kuna kumfanyia Yesu kwa ajili ya ufalme wake. Huyu mwanamke kabla hajatendewa na Yesu, hajasamehewa, hajabarikiwa, alifanya kitu kwa Yesu. Unafanya nini kwa ajili ya ufalme wa Mungu? Unafanya nini kwa wenye dhambi wanaopotea? Mfano, tunapomuita Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania, maana yake tunahitaji ufalme wa Mungu udhihirike kwenye taifa la Tanzania. Maana yake tunafanya kitu kwa ajili ya Mungu. Kwa wengi wanaweza kuona baraka za Mungu kwenye maisha yetu, wakasahau kuona kile tunachofanya kwa Yesu. Mara nyingi kuna mambo ambayo Mungu anataka tutangulie kufanya, ndipo naye afanye kwenye maisha yetu. Kwa kile unachofanya kwa Yesu kinaamua Yesu awe nani kwako. Ninaomba nikomee hapa ujumbe huu. Alafu shuhuda niliyosema nitashare ni kwamba kuna mtu ambaye tarehe 4 mwezi wa 3 2026 alinishirikisha uhitaji wake. Ni mtumishi wa Mungu, yuko maeneo ya misionari. Mazingira ni magumu, nyumba aliyopewa inavuja, bado iko kwenye ujenzi, hana usafiri wowote, maisha ni magumu, na bado umri wake umeenda, anakaribia miaka 60. Kwa hiyo nilipokuwa nimeguswa na Mungu kusapoti spika ya Injili, kwa kuwa ni kwenye eneo lake moja ya kanisa lake, maana mchungaji analea zaidi ya kanisa moja, kwa kama amesikia ndani yake kunishirikisha hitaji. Lakini wakati wananishirikisha, mimi sina pesa. Mara nyingi nikipata pesa, hata kama mfano ni 500,000 Mungu amenipa kwa ajili ya familia yangu, kama familia yangu ina uhitaji wa 100,000, naitoa hiyo 100,000 kwa familia nyingine, naipeleka kwa kazi ya Mungu. Maana Mungu amesema mtu hataishi kwa mkate. Kwa hiyo hatuishi kwa kile tulicho nacho, bali kwa kile Mungu alicho nacho kwa ajili yetu. Kwa hiyo kwa kuwa sikuwa na pesa, ndani yangu ukaja ule ubinadamu. Shetani akaanza kunipa sauti, akaanza kunipa majibu ya kwamba amekuomba kwa sababu amehisi una pesa sana. Kwa hiyo hilo likataka linifanye tu nimwambie kwamba wewe sina pesa. Lakini kasikia ndani yangu naambiwa ya kwamba unasimama nafasi gani ya kumsaidia huyu. Nikasikia una nafasi ya kumsaidia. Kwa nikasikia ni kweli, ingawa sina pesa, lakini bado nikiwa tayari kusimama Mungu anitumie kumsaidia huyu naweza. Kwa nikasema Mungu, niko tayari. Kwa hiyo nilichokifanya, Mungu kwa ufupi, Mungu ametumia watu wengine. Amepata baskeli ya gia ya 240,000, lakini pia kuna mtu mwingine pia alijitoa baskeli. Kwa hiyo baskeli ikabidi, hiyo hela ya baskeli ikabidi tutaielekeza kwenye chakula. Kwa nini? Nimekuwa jibu kwa huyu mtumishi wa Mungu
bila kuwa na pesa. Kwa ningelipokea lile wazo ambalo lilikuwa linataka nisiguswe, maana nisikia ndani yangu naambiwa kwamba sio kila anayekushirikisha hitaji lake unatakiwa uguswe. Lakini hapo nikapokea neno linasema kwamba tusichoke katika kutenda mema. Maanake shetani kumbe alikuwa anajaribu kuleta wazo lake, maana hakuna mahali imeandikwa ya kwamba usiguswe na kila hitaji, lakini maandiko yanasema tusichoke katika kutenda mema. Kwa hiyo neno lililoletwa ndani yangu, tusichoke katika kutenda mema, likanitoa kwenye mtego wa kukubali wazo la shetani, kuuzia wazo la shetani, nikatimiza mapenzi ya Mungu na nikawa baraka. Na baada ya Mungu kuona nimefanya hivyo, haikubaki tu hivyo, imekuwa wokovu kwa ndugu yangu mmoja. Kupitia hiyo sadaka yangu, Mungu amemwokoa, Mungu amempa hatima mpya, Mungu amefanya jambo jipya kwa maisha yake. Hilo naomba nisilielezee, maanake ndani yangu Mungu alikuwa anataka afanye jambo kwenye maisha ya watu walioko karibu yangu, lakini kupitia kuguswa kwa mtu aliye mbali yangu. Nadhani umeelewa hapo. Mungu alitaka kutumia mtu aliye mbali yangu kuguswa kwa ajili yake, ili Mungu pia aguse maisha ya mtu aliye karibu yangu. Naomba nikomee hapa nikihitimisha kwamba je, unafanya nini? Unafanya nini kwa huyo Yesu wako uliye naye? Unamfanyia nini? Lakini pia unamtumiaje huyo Yesu wako? Kwenye taifa la Tanzania kuna mambo ambayo tunaweza tukafanya na yakamkaribisha Mungu kwenye taifa letu. Moja hapo ni kumhubiri Yesu, kumtangaza Yesu, kumdhihirisha Yesu. Haiji moja kwa moja, lakini unaweza ukaanza wewe kama ambavyo nimeanza mimi. Tumeanzisha maombi ya kitaifa ya watu ambao wameguswa, maana Mungu haangalii wingi, anaangalia moyo wa walioguswa. Lakini pia tumeanzisha timu ya injili ambayo tunahubiri injili, maana ukiwa na spika ya injili unaweza ukafanya. Kwa hao ni mambo ambayo tunafanya kwa Mungu kwenye taifa la Tanzania, ili Mungu aguswe na taifa la Tanzania. Kuna wakati Mungu anaweza akaguswa na kitu kidogo ulichokifanya na akaokoa watu wengi. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, hili ni swali ambalo unaendelea kutuuliza leo. Tunafanya nini na wewe Yesu uliye ndani ya maisha yetu? Tunafanya nini kwako? Tunafanya nini kwako? Tunafanya nini kwako? Ni kipi tunafanya kwa ajili ya ufalme wako? Lakini pia inawezekana tuko na wewe Yesu kama yule Simoni, lakini hatuja kutumia. Unaweza kaondoka kwa maisha yetu hujafanya jambo lolote. Bwana, tunakutumiaje wewe Yesu tuliye kukaribisha kwenye maisha yetu? Ninaomba kwa ajili ya mwanao huyu Bwana, mpe neema ya kusimama, mpe neema Bwana, haja yake Bwana ukutane nayo kwa jina la Yesu, amen. Naomba nikupe nafasi siku ya leo, hitaji ulilo nalo, nenda mbele za Mungu, mshirikishe, mwambie Mungu, nimekuja kwako. Wewe naweza nikakutumia kufanya hili, lakini pia ujiulize unafanya nini kwa ajili ya Yesu. Na jambo lolote ambalo ukisikia ndani yako kunishirikisha kuomba kwa ajili ya hitaji lolote, niko open. Namba yangu ni 0769862145. Maana watu wamekuwa wakinitafuta na kuniulizia, nimekuwa ngumu kunipata baadhi ya wengine. Mungu atubariki. Amen.